Pengine kwa upande wako unatarajia mchezo wa aina gani na kitu gani ambacho kinafanya mchezo uwe hivyo ambavyo unasema? Kwanza natarajia kuona mchezo mzuri sana. Tutaona mchezo mzuri, lakini mchezo wenye ugumu ndani yake. Okay. Ni kutokana pia na matokeo, lakini pia kutokana na uhitaji wa mechi ambayo huenda wanaenda kucheza. Kwa maana timu hizi ndani ya siku 6 wanakutana mara mbili kwenye mashindano mawili tofauti. Ukiangalia mechi ya juzi ambayo ilichezwa pale KMC, Simba amepata ushindi wa goli 1, lakini pia ukiangalia mechi hii wanahitaji labda Simba apate nafasi ya kwenda finali au Singida Black Stars pia apate nafasi ya kwenda finali. Ukiangalia tayari Yanga da Afrika ameshatangulia tayari. Kwa hiyo unaona ugumu wa mchezo huu, na ukiangalia na ubora wa vikosi vya pande zote mbili. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa mzuri, yani tunatarajia kuona mechi yenye mvuto sana. Okay. Yes, ni mechi ambayo inakutana timu ambazo zenye wachezaji wazuri. Okay. Kwa hiyo ni mechi ambayo yenye mvuto na mechi ambayo ni ngumu kwa pande zote mbili. Ni mechi ambayo itakuwa ngumu, lakini pia itakuwa ni mechi yenye mvuto kwa timu zote mbili. Ndivyo anavyosema hivyo Bilali. Lakini pia tunakukumbusha kwamba unaweza kushare nasi maoni yako, lakini pia unaweza kuandika utabiri wako hapo kuhusiana na kile ambacho unadhani kinakwenda kutokea katika mchezo wa hii leo. Ni Simba ama Singida ndiye atakayeenda kushinda katika mchezo wa leo? Lakini kama ni Simba, pia tuandikie sababu za kupata ushindi. Lakini pia kama ni Singida anakwenda kushinda, basi pia utuambie ni kwa sababu gani. Adrofina Mwanguse anasema mnyama. Yeye amemaliza hivyo. Andika maoni yako, lakini piga simu kwa nambari ya simu 0783 40 0011. Hapo utatupata kwa uzuri kweli kweli. Namba ya simu ndio hiyo hapo, unaiona inatembea hapo. Ni 0783 40 ni 0783 40 0011. Ukitupigia simu hapo utatupata kwa uzuri kweli kweli. Tutakuwa tukijadiliana pamoja hapa juu ya kile ambacho tunakwenda juu ya kile ambacho tunajadili. Lakini pia kama haitoshi, pia unayo nafasi ya kuandika ujumbe wako mfupi wa maandishi hapo kwenye uwanja wa message, kama ambavyo wamefanya Othman Hamadi pamoja na Adrofina Mwanguse wakiitakia Simba ushindi hii leo katika mchezo wa leo. Bwana, mchezo unadhani utatawaliwa zaidi sehemu gani? Kwenye eneo la midfield, kwenye pembezoni mwa uwanja, au kuna timu ambayo itaelemewa zaidi kuliko mwenzake? Yani kusema kwamba kuna timu ambayo itaelemewa dhidi ya mwenzake uwezo ukalizungumza saizi, kwa sababu ukiangalia kwenye mechi iliyopita timu zote zilikuwa na ubora kwenye baadhi ya maeneo. Kwa Simba Sports Club walitawala mchezo kuanzia katikati kwenda mbele, lakini kwa upande wa safu ile ya ulinzi kidogo ilikuwa ina delay. Lakini Singida Black Stars pia nao walikuwa bora sana kwenye kushambulia, japo walikuwa wanashambulia kwa muda, lakini hawakuweza kupata nafasi kwa zile nafasi ambazo waliweza kutengeneza kuzibadili kuwa ni goli. Kwa hiyo kwa Simba Sports Club watakuwa wazuri sana kuanzia katikati, ambako ukiangalia ubora wa kina Yusuf Kagoma pamoja na Fabrice Luamba Ngoma, lakini pia ukiangalia pia kuna kina Jean Chaze au pamoja na kina Kibdenis, ni wachezaji ambao wenye uwezo mkubwa sana. Lakini sasa kuna mchezaji mwingine ambaye ameingia kwenye kikosi, anapata kuanza kwenye mechi hizi za karibu, Joshua Budo Mutale, uweze kusahau ubora wake. Kwa hiyo ubora wa wachezaji hawa wote watano wakiwa wote wameanza pale katikati, kutakuwa na bato kubwa sana. Lakini pia kwa upande wa Singida umeona juzi alianza Kevin Nasho, lakini baadaye akatoka. Ni kutokana na vile pale ambao alipata kumilikiwa na kucheza faulo nyingi sana, na ndio maana mwalimu David Ouma akaona huyu ni mchezaji ambaye anaweza akatengeneza athari, kwa sababu tuna mechi ambayo inafuata kesho kutwa. Akaamua kumtoa baadaye kwa kuweza kupata nafasi ile ya mechi hii ya leo. Kwa hiyo ni mechi ambayo itatawaliwa na ubora wa viungo au ubora wa wachezaji wale ambao wanacheza midfield. Mechi itachezwa sana katikati. Yes, mechi itakuwa inatawala sana katikati. Upande wa pitch, uwanja unaruhusu mechi kuchezeka katikati sana, kwa timu kupiga pasi za chini. Kwa muonekano jinsi ulivyo, na tumeangalia maboresho ambayo yamefanyika, unaonekana ni uwanja ambao hauna shida, na umeona Simba wote Singida pia wameenda pale wamekagua uwanja. Kwa hiyo ni uwanja ambao ukiangalia kwenye macho hivi ya kawaida, nyasi zinaonekana kweli zina rutuba, kwa maana kwamba zimerutubishwa na ubora umefanyika kwenye uwekezaji. Lakini pia labda tu ni kwamba kutokana na labda ardhi isiwe ardhi ambayo iko vizuri, lakini kwenye uwanja pitch tunaona nyasi zimekaa vizuri kwa standard ambayo inatakiwa. Okay. Kwa maana hiyo mechi itachezeka, mbungi itapigwa bwana, watu watafurahia au watu wataenjoy. Na uzuri wa pale Simba sio mara ya kwanza anaenda, amecheza pale dhidi ya Fountain Gate. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni uwanja ambao
labda sio mzuri kwenye matokeo, lakini ni uwanja ambao una ubora kwa namna moja kutokana na marekebisho ambayo yamefanyika. Ni muda mrefu hujatumika, lakini ni uwanja ambao tunaweza tukasema katika viwanja ambavyo vinavutia kwenye pichi yake, lakini pia hata ukubwa pia unaruhusu kuchezeka. Okay. Yani wachezaji pia wanaweza kujiruhusu pia kutanuka na kucheza kila upande wa uwanja. Ni uwanja ambao uko bora sana kwenye pichi au uwanja, sina shaka nao kwa jinsi unavyoonekana kwenye picha. Bana, mchezo huu unauona mchezo ukiwa na mabao mengi au huenda ukaisha kwa bao moja kama uliotamatika juzi, au mchezo unaweza usiwe na mabao kabisa mpaka hatua ya penalti huko? Mimi kiukweli kwa dakika 90 naona magoli yatapatikana kwa timu zote mbili. Yes, yani kuanzia kwamba kwa timu zote mbili. Okay. Kwa maana wakicheza kwa uweledi ndani ya dakika 90 kuna upatikanaji wa magoli. Lakini pia sioni magoli kuwa mengi zaidi kwa maana kutokana na mchezo jinsi ulivyokuwa mgumu. Okay. Huenda tunaweza tukasema kwamba mechi hii inawezekana ikapatikana goli 3 kwa maana kwamba kwa mechi nzima goli 3 si nyingi Yes, ni goli nyingi, lakini nasema kwamba kwa timu zote mbili huenda ikawa 2-1, inaweza ikawezekana hivyo. Lakini pia kama ikiwa chini ya hapo pia inawezekana, kwa sababu mechi hii ina tempa kubwa na ni mechi ambayo ni ngumu, huwezi kukataa. Kwa hiyo naona magoli kwenye mechi hii. Yaani mechi haiwezi kuisha dakika 90 huenda ikiwa iko haiwezi kuisha hivyo. Kwa hiyo unaamini kwamba sio goli moja wala sio magoli mawili? Yes, unatarajia magoli kuanzia 3. Yes, inawezekana ikatokea pia kutokana na uhitaji wa mchezo kwa kila. Lakini Simba na Singida wamecheza mechi mbili, kwenye mechi mbili wamefungana mabao mawili tu na yote Simba amefunga. Leo unaona mabao yatakuwa mengi kuanzia 3. Hii ni kwa sababu ya aina ya mechi ambayo wanacheza, kwamba mechi ya mtoano, au nadhani kwamba kuna kitu ambacho kilikuwa kinakosekana kwenye zile mechi mbili? Leo nadhani tiba imepatikana. Kwanza lazima tufahamu kwamba ule uwanja ambao wanachezea wote ni wageni. Yes, lakini pia ukiangalia pia mahitaji ya mchezo. Kwa maana kila timu inatamani ipate magoli mengi, imalize mchezo mapema. Kwa maana wanahofia kwenda zile kwenye labda kwenye mikwaju ya penalty. Ndio kitu ambacho huenda watahofia. Kwa hiyo watahitaji wapate goli mapema, lakini pia waweze kuongeza mzigo kwa timu pinzani, na ndio kitu ambacho naweza nikasema mechi hii itakuwa na magoli mengi. Yani kuanzia goli 3 zinaweza zikapatikana kama zikiwa chini pia, lakini mechi hii mimi naamini inaisha dakika 90. Tumekuwa tukishuhudia rotation mbalimbali zikifanyika kwenye mechi hizi za FA, na tulimuona Joshua Mutale kipindi bado anajitafuta ni kama alijipata kupitia hizi mechi za FA kwa maana CRDB Federation Cup. Pengine tutarajie mabadiliko yote ya vikosi kutokana na vile ambavyo vilicheza juzi, kwa maana kwa upande wa Simba pamoja na Singida Black Stars. Tutarajie labda mabadiliko ya kikosi, kwa sababu tumeona mechi nyingi za kombe la shirikisho wachezaji wale ambao walikuwa hawapati nafasi ya kucheza mara kwa mara ndio wanaanza na ndio wanaomaliza. Kwa maana magolikipa kama Ali Salim, Hussein Abeli tumemuona pia, lakini kwa upande wa Singida Black Stars tumeona kina Kennedy Juma, kina Manyama wakicheza. Tumeona pia wachezaji wengine kama kina Damaro wakianza, ambaye huwa sio regular starter kwa upande wa Singida. Pengine tutarajie mabadiliko yote ya kikosi juu ya vile kutoka kwenye vile vikosi ambavyo vilianza kwenye mchezo uliochezwa KMC Complex juzi. Kwenye kikosi cha Simba, yani kuanzia ile safu ya mbele, safu ile ya washambuliaji pamoja na viungo, yani kwenda mbele. Sioni mabadiliko yoyote, kwa maana Mwalimu Fadlu Davis hawezi kujaribu kwamba mechi hii labda nianze na Debra Mavambo Fernandez. Kama ikitokea mchezaji mwingine ambaye anatumainiwa kwenye kikosi labda yuko afya yake sio nzuri, lakini mpaka saa hizi tunaona haijaripotiwa ripoti yoyote kwa wachezaji. Kwa maana kwamba wote wako vizuri. Kwa hiyo sioni mabadiliko, lakini kwa safu ya ulinzi naweza nikasema kwamba tunaweza tukaona mabadiliko. Kwa maana nazungumzia kati ya tunaweza tukasema Abdulrazak Hamza, lakini Shamu Karabu na Chamberlain Fondo. Hapa kuna mmoja ambaye anaweza akaanzia bench kwa wale ambao walianza juzi.